walihuzunika baada ya kifo cha Kristo. Mitume walikata tamaa baada ya kifo chake. Mitume walirudi nyuma, kwani wengi wao haikuwa matarajio yao. Lakini baada ya ufufuko, mitume wanapata nguvu mpya, wanajaliwa neema na amani ya Kristo mfufuka inayowaimarisha katika utumishi wao. Siku 40 baada ya ufufuko, tunaona Yesu Kristo anapaa kwenda mbinguni, lakini kabla ya hapo anawaachia mitume wajibu wa kuendeleza kazi ya Injili, na tunaona huzuni yao bado inaendelea. Tunaambiwa katika Injili, walipomwona kule Galilaya walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka, walikuwa na hofu, walikuwa na wasiwasi, kwa sababu alishawaambia atapaa kwenda kwa Baba na atawatumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Pamoja na hofu yao na mashaka walikuwa nayo, Yesu anawapa majukumu: enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Ni wito, ni wajibu ambao sote tunaalikwa kuwafanya wana wa Adamu kuwa wanafunzi wa Kristo, kwa imani yetu, kwa maisha yetu na matendo yetu. Wajibu Yesu anatuachia ili tuweze kuendeleza kazi aliyoifanya yeye ya ukombozi wa wanadamu, ambapo kila mmoja mbatizwa anaalikwa kuwa mhubiri wa habari njema, kwenda kuwafundisha watu, kama leo na kuungana na wenzetu wa utume wa Rozari Hai katika kumshukuru Mungu kwa utume wao, lakini pia kuwapokea wanachama wake. Ni wajibu, ni wito wetu kuendeleza kazi ya Kristo katika karama mbalimbali, katika majukumu mbalimbali ambayo Mama Kanisa anatupa. Ndugu zangu, kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni zawadi, ni zawadi ambayo Mungu anatupa, ni zawadi ambayo kila Mkristo Mkatoliki ana wajibu wa kujivunia, kwa sababu Kristo amekuja kukamilisha kazi ya ukombozi na sasa anarudi kwa Baba. Sababu kubwa ambayo Kristo anatupatia kwa nini anapaa tunaipata katika Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 1 mpaka wa 3. Pengine mitume walihitaji muda zaidi kukaa naye na kuendelea kujifunza, na pengine hao wenye mashaka tunasema katika Injili mashaka yao yaondoke. Lakini Yesu anapaa, anarudi kwa Baba. Mwinjili Yohana sura ya 10 mstari wa 3 anasema, Yesu anawaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Wanafunzi walifadhaika, wanafunzi walikuwa na mashaka, wanafunzi walikuwa na hofu. Pengine hata sisi tuna hofu, tuna mashaka katika maisha yetu, tuna mashaka katika familia zetu, katika kazi zetu, hali ya maisha. Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Anawaimarisha, anawatia moyo, anawapa nguvu mpya, na anawaambia katika sura hii Yohana sura 14
mstari wa kwanza mpaka wa 3, anaendelea kuambia, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sio singaliwaambia, maana naenda kuangalia mahali. Kwa hiyo anawaambia wasifadhaike mioyoni, kwa sababu anakwenda kwa Baba kuandalia mahali. Akienda na kuandaa mahali, anasema nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hiyo sababu ya Bwana wetu Yesu Kristo kupaa kwenda mbinguni ni kwenda kutuandalia makao, mahali ambapo yeye yupo, mimi na wewe pia tuweze kuwepo. Kwa maneno mengine, maisha yetu hapa duniani ni mapito, ni maandalizi ya maisha yajayo ya uzima wa milele. Na ndio maana kila siku tunapoamka asubuhi, mshukuru Mungu, timiza wajibu wako kama Mkristo, tenda iliyo haki, ishi kwa upendo, kwa sababu hapa duniani unapita. Yesu anapaa siku ya leo tunapoadhimisha Dominika hii kwenda kutuandalia makao, kwamba sisi sio wa dunia hii. Hapa tunapita. Niombe samahani kutumia neno hili, lakini ndio ukweli. Sisi ni marehemu mtarajiwa. Mwambie jirani yako, wewe ni marehemu mtarajiwa, hapa unapita. Acha maringo, acha wivu, acha chuki, acha majungu, mtumikie Mungu kwa uaminifu, ili Kristo anapoenda kuandaa makao na wewe upate nafasi. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Na kama Wakristo tunatakiwa kuwa na furaha katika hili, kwamba tunayo makazi ya kudumu yako mbinguni. Lakini maandalizi yake ni hapa duniani. Unaishi vipi Ukristo wako? Unatimiza vipi wajibu wako kama mbatizo, kama wawata, kama uwaka, kama mwanamoyo mtakatifu wa Yesu, kama kijana katika kanisa, kama mwanarozari hai? Unaishi vipi utume wako? Ni maandalizi. Yesu amepaa kwenda mbinguni kutuandalia makao. Hapa sio kwetu. Paulo katika waraka wa Filipi anasema sura 3:20, sisi ni raia wa mbinguni. Sisi ni raia wa mbinguni, ndugu zangu. Wajibu wetu hapa duniani ni kuyaandaa maisha yetu. Vyote tulivyokuwa navyo ni mali ya Mungu, tuvitumie kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mwenyezi Mungu. Tuvitumie kwa kutambua mahitaji ya wengine katika maisha yetu, katika jamii yetu. Unapobarikiwa na Mwenyezi Mungu, na wewe kuwa baraka kwa wengine. Usiwe kikwazo, usiwe kizuizi, kuwa baraka. Yesu anapaa kwenda mbinguni kukuandalia makao. Hujui siku gani atakuja kukuchukua, hujui siku gani hatakuita. Je, maisha yetu kama Wakristo yakoje? Tunaposherekea sherehe hii ya kupaa Bwana, anasema naenda kuandalia makao, mimi nilipo nanyi muwepo. Mioyo yetu ikoje? Tumejiandaaje? Wajibu aliotupa, enendeni mkawafanye wote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunafanya hivyo. Maisha yetu ni mahubiri. Maisha yetu yanamtangaza Kristo. Mimi kama wawata, mimi kama uwaka, ninawavuta watu kwa Kristo. Unaweza usiwabatize, lakini matendo yako, maisha yako yakawa kivutio. Natamani kuwa kama yule baba, natamani kuwa kama yule mama wa watu. Ni kwa sababu ya matendo yako.
Ni kwa sababu ya maisha yako. Hujambatiza katika mfumo wa kubatiza, lakini umembatiza kwa kumvutia maisha yako. Enendeni mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Yesu anapaa kwenda mbinguni, lakini anatuachia wajibu, anatuachia ujumbe. Maisha yetu yawe kielelezo, maisha yetu yawe ya ushuhuda, kwa sababu tutamfuata Kristo mwenyewe. Ni lini? Ni wakati gani? Ni siri, ni fumbo ambalo Mungu anajua. Ndio maana kifo hakina muda, hakina wakati, hakina saa. Akiangalia mtoto au mtu mzima au mzee, mgonjwa au yule ambaye anasema mimi sio mgonjwa, lakini sote tu wagonjwa, kiroho au kimwili, tu wagonjwa ndani ya mioyo yetu, tu wagonjwa. Sasa kifo akiangalia ni fumbo, na siku gani Mungu atatuita hatujui, lakini kama Wakristo tunalo tumaini, tunayo faraja kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alishinda mauti, alishinda dhambi, akafufuka siku ya tatu, sasa amepaa kwenda mbinguni kutuandalia makao ya uzima wa milele. Wangapi wanapenda kwenda mbinguni? Mikono juu. Hongereni. Masharti na vigezo kuzingatiwa. Wangapi wako tayari kufa sasa hivi? Kwa hiyo maisha mazuri tunayapenda, kwenda mbinguni kuwa kama malaika tunapenda, kufa hatutaki. Mungu awasaidie. Tumekuwa kama Wayahudi, mbinguni tunapenda, kufa hamtaki. Basi ishini yale mema, timizeni wajibu wenu kwa Mungu na sio kwa mwanadamu. Tumwogope Mungu na sio mwanadamu. Kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kutuimarishe imani yetu, kutambua ya kwamba maisha yetu ni mapito na kifo sio mwisho wa maisha yetu. Ndio maana Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Ni kweli tunapopoteza wapendwa tunafadhaika, lakini bado tunapata faraja kwamba mpendwa wetu aenda katika pumziko la amani. Ndio maana tunahimizana tuishi vizuri Ukristo wetu, tuishi imani yetu kwa uaminifu. Yesu anatuambia Yohana 14:1-3, mimi ninakwenda kuandalia makao. Makao hayo ni yetu sote. Kama tulivyonyosha mikono kusema tuko tayari kwenda mbinguni, tuwe tayari pia kufa. Kifo ni ushindi. Ukifa katika imani ni ushindi. Ukifa na tumaini la Kristo ni ushindi. Injili ya Yohana sura ya 6:54-56, Yesu anasema aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, yeye atapata uzima wa milele. Maisha yetu yanamtegemea Mungu, na daima tujiandae kila wakati, kwa sababu Yesu amepaa kwenda kutuandalia makao ya uzima wa milele. Tuombe neema ya Mungu itusaidie kila mmoja atimize wajibu wake, aishi imani yake kwa matendo, na imani hiyo ni chachu ya kuwavuta wengine katika kumfuata Kristo, ili sote baada ya maisha yetu tuweze kushiriki hiyo furaha ya uzima wa milele. Wangapi wako tayari kufa? Hakuna. Basi ishini imani yenu kwa uaminifu, timizeni wajibu wenu, mpendeni Mungu wenu, mtumikieni Mungu wenu, jitoeni sadaka kwa ajili ya kanisa, yatengenezeni mapito yenu. Zaburi ya 20:1-5, Bwana atazikumbuka sala na sadaka zenu. Kwa parokia yenu, kwa kadiri mnavyopambana kuijenga, kwa kadiri mnavyosali na kumwomba Mungu, ndivyo ambavyo Mungu atawaimarisha. Tuwaombee wanautume wa Rozari haya wanapoendelea kumshuhudia Mama Bikira Maria kwa maisha yao na sala zao
ziwasaidie na wale ambao bado hawajatambua nafasi ya mama huyu katika imani, hawajatambua nguvu zake, hawajatambua maombi yake yanapotenda katika maisha yetu ya kiroho. Tuwaombee ili rozari hai kweli ilisaidie kanisa kuendelea kuwa kielelezo na ushuhuda wa Kristo mfufuka. Na tujiombee sisi sote ili tunapoenda kuandaliwa makao ya mbinguni, daima tujiandae kila wakati kwa ajili ya kukutana na Mungu kwa njia ya kifo. Kifo kinatisha, kifo kinahuzunisha, lakini tukiwa na imani, tukisimama imara katika imani, tukimtegemea Mungu, Paulo anasema katika waraka wa Warumi sura ya 8 mstari 35, hakuna kitu kitakachokutenga na upendo wa Mungu, hata kifo hakiwezi kukutenga. Ni daraja tu kuelekea uzima wa milele. Kwa maana Yesu anasema, nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, mimi ninakwenda kuandalia, nitarudi kuwachukua. Tumshukuru Mungu kwa zawadi hii ya sherehe ya ufufuko na kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwani kwetu ni kielelezo cha imani na ukamilifu wa imani yetu, kwamba hapa duniani tunapita, maisha yetu yako mbinguni, na tujiandae kwa ajili ya kwenda mbinguni kuishi katika maisha ya uzima wa milele. Timiza wajibu wako, ishi imani yako kwa uaminifu, tambua wewe ni mwanadamu, ni kiumbe dhaifu. Timiza yale ambayo yanakupasa kutimiza kwa nafasi yako, kwa kuishi maisha ya imani kwa ukamilifu, ili kuandaa maisha yajayo ya uzima wa milele. Wangapi kwa tayari kwenda mbinguni? Karibuni wote. Wangapi kwa tayari kufa? Tutambue tu kwamba sisi sote tu marehemu watarajiwa. Ombe jirani yako, wewe ni marehemu mtarajiwa. Jiandae kwenda mbinguni. Kifo kipo. Yesu ametupa tumaini, ameenda kuandaa makao ya uzima wa milele, ili yeye alipo na wewe uwepo. Mungu